Pawa, pawa, naishiwa pawa, nikikosa vipindi mwenzenu naishiwa pawa. Pawa, pawa, naishiwa pawa, nikikosa vipindi mwenzenu naishiwa pawa. Pawa, 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 naishiwa pawa, nikifeli mitihani mwenzenu naishiwa pawa. Pawa, pawa, naishiwa pawa, nikifeli mitihani mwenzenu naishiwa pawa. Kitu ambacho kilinisukuma kubadilisha hizi nyimbo za wasanii na kufanya ubunifu mbalimbali shuleni kwetu kupitia nyimbo ilikuwa ni kuhakikisha kupunguza utoro kwa watoto, lakini vile vile kupitia nyimbo ili watoto waweze kujifunza zaidi na kuvutiwa na kuipenda shule zaidi. Mimi ni mwalimu ambaye nafundisha madarasa ya chini kuanzia awali, darasa la kwanza na la pili. Kwa hiyo katika madarasa hayo sana sana yamejikita katika KK, kusoma, kuandika na kuhesabu. Kwa hiyo kupitia nyimbo imekuwa ni rahisi sana kuwafanya wale watoto kujifunza kiurahisi kupitia nyimbo na kuweza kutambua zile mahiri ambazo nimezitaja, ikiwemo kusoma, kuandika na kuhesabu. Kama tunavyojua mtu anakalili ule wimbo, lakini wimbo mfano ukautoa ambao unaambatana na maneno ambayo yana maudhui ambayo umetamani kuyafundisha darasani. Kwa hiyo anaweza akaimba, lakini mwisho wa siku yale maudhui yakikaa kichwani tayari anakuwa ameshachukua maarifa ya kile ambacho ulitamani ukifundisha kupitia nyimbo. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi sana kwa kutumia nyimbo. Mimi nasema umoja ndio baba, umoja kwenu ni nguvu ndio baba, wanangu shirikiane ndio baba, utengano ni udhaifu ndio baba, dunia hii ni kubwa ndio baba, ina mema na maovu ndio baba, msipofuata yangu wenyewe mtayaona baadaye. Kweli baba, kweli baba, maneno tumesikia, tunajikusanya tuyazungumze, tutajirekebisha, tumekubali makosa, tunakuomba radhi, tutafuata usia wako baba. Katika kubadilisha hizi nyimbo nimekuwa nikitumia muda mchache sana, na muda mwingi ambao mimi nimekuwa nikiutumia hasa nikiwa muda wa mapumziko nyumbani kuziandaa hizi nyimbo. Lakini kama unavyojua mimi hapa shuleni ni mwalimu wa sanaa na michezo. Kwa hiyo kuna wakati huwa nakutana na wanafunzi kwenye vipindi vya michezo, kwa hiyo hivyo ndo nimekuwa nikivitumia mara nyingi sasa kuwashirikisha zile nyimbo ambazo nimebadilisha, ambazo ni nyimbo za wasanii na kupeleka katika maudhui ya kielimu zaidi. Kwa kweli tangu nianze ubunifu huu sijawahi kukutana na changamoto yeyote ile. Watu wamekuwa wakipongeza kile ambacho nimekuwa nikikifanya na wamekuwa wakinitia moyo kwa kweli. Serikalini, hata katika jamii ambayo mimi nafanya kazi, wamekuwa wakipenda kile ambacho nakifanya. Tamanio langu nilikuwa natamani hizi nyimbo ambazo nazibadilisha zingekuwa zinarekodiwa rasmi ili ziweze kutumika katika mashule mbalimbali, sio tu Kazita, ziweze kutumika maeneo mbalimbali ili ile hamasa ambayo wanaipata shule ya msingi Kazita basi ipatikane hata katika maeneo mengine. Kiukweli kipekee kabisa ni mshukuru Mbosso. Mbosso alionyesha moyo wa kuvutiwa na ule ubunifu ambao nimeufanya na akakubali kile ambacho nimekifanya na mpaka ikapelekea kufika hapa shule. Naonyesha kweli alikubali kile ambacho mimi nimekifanya. Lakini sio hivyo tu, aliweza kutoa mahitaji mbalimbali shuleni kwetu, ikiwemo mahitaji ya shule ikiwepo nguo, viatu, hijabu na vifaa vya stationery. Lakini vile vile akatusaidia kompyuta na printer ambayo inatusaidia katika mambo madogo madogo hapa shule. Lakini sio hivyo tu, aliweza kunipa hata mimi kifaa ambacho kinaniwezesha sasa hivi ninapokuwa nachukua video zinakuwa zina muonekano mzuri. Alinipa simu, lakini vile vile akanipa na redio kwamba tuweze kuendeleza zaidi kile ambacho tunakifanya, tukifanya kwa ubora zaidi. Kiukweli tunamshukuru sana Mbosso kwa hilo, aliweza kutushika mkono. Na kama elimu ni ufungwa maisha, acha nisome niwe mtetezi
naishiwa pawa, nikikosa vipindi mwenzenu naishiwa pawa. Pawa, pawa, naishiwa pawa, nikikosa vipindi mwenzenu naishiwa pawa. Kwa majina ninaitwa Augustino Semweta, mwalimu mkuu shule ya msingi Kazita. Nipo hapa leo kuelezea mambo mema ambayo yamefanyika kupitia mwalimu wetu Jao Mabruk Kales kwenye ushirikishaji wake wa wanafunzi katika matumizi ya mbinu za kujifunzia na kufundishia. Tangu ujio wa mwalimu huyu katika shule yetu ya msingi ya Kazita, kuna maboresho mengi ambayo yametokea kulingana na yeye. Jambo la kwanza, tunakuja kwenye kiwango cha ufaulu kuongezeka. Tukirejea kwenye darasa la 7 mwaka 2023, ufaulu ulikuwa ni 63%. Lakini tunashukuru Mungu kwenye mwaka 2024 ufaulu uliongezeka na kufikia hadi 85%. Vile vile kulikuwa na kwa darasa lake la awali ameweza kufanikisha watoto kuweza kujua kusoma, kuandika na kuhesabu, kwa ufupi tunaita KK. Watoto wengi wameweza kujua na kuweza kuendelea madarasa ya juu. Tangu Mwalimu Kales alivyo kutumia mbinu hii, alitusaidia kwenda sehemu mbalimbali ambazo alikuwa hatujai kufika na kujisikia upendo na mshikamano.